hawakuelewana, pametokea sintofahamu baina yao. Utaratibu katika sheria ya Kiislamu, Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kuelezea kawama ya mwanamume kwamba ana nafasi ya kiusimamizi na masuhulia na kwamba yeye ni kiongozi na sababu ya uongozi imetajwa, na kama mwanamke anafanya uasi, anamuasi mumewe, anakuwa nashiza, utaratibu ukawekwa kwamba kwanza wapeni mawaidha, wakanyeni, wapeni miongozo. Hawakusikia, muwahame katika malazi, msilale nao, muwatenge. Lakini sasa shida inakuwa unapokuwa na mke mmoja tu, ukisema wamtenga na wewe umejitenga mwenyewe, kama kuumia muumia wote. Sasa ile hikma inakuwa ngumu kidogo hapa. Ndio maana watu wengi wenye mmoja wanapiga sana, kabla hajafikia hatua hii ya pili anapiga ngumi, kwa sababu hii ya pili hawezi kuitekeleza. Akiitekeleza ataumia na yeye, kwa anaruka kwenye ya tatu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema wallati takhafuna nushuzahun, na wale wanawake ambao nyinyi mnaogopea unashiza wao, uasi wao, fa'idhuhun, wapeni mauidha, wakanyeni, mke wangu usimame jambo hili, sitaki kusikia habari. Uzungumze kwa sauti ya rujula, wewe ni mwanamume, na katika adabu ukizungumza akae kimya, msio mnabishana, yeye akusikilize, na kama anayo la kujieleza mpe nafasi ajieleze kwako. Isiwe kwamba wewe ni kama Hitler, istibdad, utaki kusikiliza, usiniambie kitu. Zungumzeni kwa kitu, elewaneni. Mimi bwana naona kuna hivi, na akisema tulia, malize mimi kuzungumza, au zungumza wewe mpaka umalize, msikilize, aseme atakayosema, mjibu. Kama una hoja mpe mwongozo, mpe maelekezo. Na tabia ya kubishana na mwanamke wewe ondoa. Ukishaanza kubishana atakudharau na mwisho utampiga, maana hutamweza. Wanawake wengi huwezi kubishana nao kwa tabia walizonazo. Kwa hiyo wapeni mauidha, hajawafaa mauidha, wahameni katika mahali pa wahjuruhunna fil madaji, mpe adabu. Miezi miwili, siku ngapi wewe, kwa sababu ya nushuzi aliyonayo. Kama haitawezekana sasa yote hayakusaidia, wadhribuhun, ndio muwapige. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatafsiri kipigo chenyewe ni dharb ambayo ni ghairu mubarrih. Sasa ndio umekuja na gongo lako wamtandika, tia adabu, au wampiga ngumi, umekunja mikono yako, umepiga ngumi kweli kweli. Wallahi hii ni suul khuluq. Unampiga mama watoto wako, na wengine wapiga mbele ya watoto, piga kweli kweli mke wako. Nini? Pumbavu kabisa, una adabu. Amtukana mke wake mbele ya watoto au majirani wasikie. Wallahi hii ni suul khuluq. Haijawahi kusikia kutoka kwa salaf kwamba walikuwa na tabia hizo. Sasa umeona kwamba huyu umemtia adabu, ile adabu haikumuingia, amekudharau, upepiga naye akakupiga, ngumi zimepangwa. Allahu musta'an. Hapo sasa hapana mke hapo. Tafuta washenga waliokutafutia mke, kawatafute wazee. Ndio maana akasema Allah, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, mkiogopea kupatikana mpasuko na uasi baina yao, basi pelekeni mahakimu na wajumbe kutoka kwa jamaa zake mume na jamaa wa mke. In yurida islaha yuwaffiqi Llahu bainahum, wakitaka kufanya sulhu na kulisuluhisha lile jambo, ikawa nia zao waliokuja ni kulitengeneza jambo, Allah atatia taufiki baina yao. Utamwona mume ni msikivu na mke naye ni msikivu, Allah atatia taufiki. Inna Allaha kana aliman khabira. Hii ni aya katika sura An-Nisa. Kwa hiyo pataitwa mashauri pale, wazee wamekuja na nyinyi muwasikivu, kwa sababu mmeshindwa kuelewana. Muwasikize wazee wanavyoeleza, kuna hivi, kuna hivi, kuna hivi. Lakini kama wataamua kuachana, wa yatafarraqa, ikiwa watu wataamua kutengana, kwa sababu katika Uislamu hakuna pingu za maisha. Mwanamke wasuguana naye hataki kuswali kabisa, utaswali leo wiki nzima kaacha, hapo hakuna mke. Mashauri yaendelee, ikishindikana ndoa ivunjwe. Ndio Uislamu unakufundisha. Mwanamke hataki sitra ya Kiislamu kabisa. Mwanamke mushrika, awaganga wote awajua. Mwanamke anahangaika na vikoba vya riba na huku na kule, kazi kula riba, kila anavyomkataza hasikii. Mwanamke mwizi,
hakuibia, aiba kwa watu. Mara kwa kuku jirani kamkamata kamchinja, wewe ukifika pale toa wapi? Ana cha kuweka shaiba hapo, hakuna mke. Kwa hiyo wazee watakuja kuamua jambo hilo, likishindikana basi. Sasa Kiislamu kila mmoja anatakiwa apewe haki yake. Kama hii nyumba ni ya mke, wewe umekaribishwa kwenye nyumba ya mke, chukua vitu vyako uondoke. Hakuna sheria kwamba alikuwa mke wangu tulichuma sote wakati akienda kazini, sio ilikuwaje na mimi nilikuwa hivi. Hii nyumba yake. Na kama wewe mke umekuja umekuta nyumba ya mume kabla ya ndoa au baada ya ndoa, nyumba ni ya mume. Hizi sheria za kuwaambia kwamba kuna haki ya usawa ya kugawana kufanyaje, mwaingizwa mahali siko. Na jambo hili maal asaf, wazazi wengi wa Kiislamu wanalifanya na kuwashajisha binti zao, banati zao, twende mahakamani kwa ile nyumba alijenga wakati alikuwa nyinyi kwenye ndoa. Nyinyi wewe si mke wake bwana, lazima akupe nyumba. Lazima hiyo imetoka wapi? Hakuna lazima hiyo. Kila mmoja ana chake atapewa. Kama kweli walishirikiana katika biashara, mke katoa mtaji, labda biashara ina thamani mtaji wake milioni 50, mwanamke ana milioni 10 yake pale aliingiza, basi ifanywe hesabu pale, apewe hisa yake kwa asilimia alionayo. Kama kwenye nyumba ile kuna kitu yeye aliingiza, andikishianeni ili ujue mwanamke kaingiza gharama za kiasi gani, apewe kiasi hicho, achukue haki yake, usimnyime. La, kama hakuna kitu alichokuja nacho, alikuja na mikeka na nguo zake, ataondoka na mikeka yake na nguo zake. Hakuna kugawana nusu kwa nusu, wagawane nyumba na hivi, hakuna mambo hayo. Na wallahi watu wanachokifanya ni dhulma, wanawadhulumu wenzao, na ni Waislamu kwa Waislamu, kwa sababu wametungiwa sheria isiyokuwa Kiislamu. thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amr fattabi'ha wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. Kwa nini mnafuata ahwa za watu wasiomjua Mungu? Kwa hiyo ndoa nyingi zinakuja na migogoro namna hiyo. Migogoro ya mali itafuatia na wazazi watafuatia katika hilo. Utasimamia haki ya mtoto wetu, wajua hivi. Sasa wewe ulikuwa kulelea watoto wako, kwani watoto ni wa mume tu? Wewe si watoto wako? Watoto wenu, lakini chako ni kipi? Tujue, wewe mwandikishiani kabisa. Tumeelewana jamani? Huo ndio utaratibu wa Kiislamu.